بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. leo ikiwa ni tarehe 8 mwezi wa Dhulqaada mwaka 1445 katika silsila ya durus za sira ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, tuendelea kuizungumzia hijra ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, na tulimalizia katika kikao kilichopita kueleza mpaka alipotoka Mtume sallallahu alaihi wasallam pamoja na Abu Bakr as-Siddiq kutoka katika pango la Thawr, bimaana baada ya kukaa siku 3 Mtume sallallahu alaihi wasallam na Abu Bakr katika pango la Jabal Thawr. Na hii ni kwa hikma ili Makuraish wao watakata tamaa ya kumpata Mtume sallallahu alaihi wasallam, watafute kwa zile siku 3 kushatulia, ndio wao watoke safari yanze. Na kusema hivi haijamaanisha kuwa safari ikianza ndio basi watakuwa hawafuatwi, la, lakini wamepunguza sehemu kubwa sana ya wale waliokuwa na tamaa ya zawadi kubwa ya Makuraish, lau kama watampata Mtume sallallahu alaihi wasallam na Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu wakiwa hai au wamekufa. Kuna zawadi kubwa imewekwa. Kwa hivyo wakatoka baada ya kukaa siku 3. ثم ارتحل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه. سفاري كانza, Mtume صلى الله عليه وسلم akatoka pamoja na Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu, وارتحل معهما عامر بن فهيرة رضي الله عنه. Na hili jambo ambalo watu wengi hawajui, kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hii safari hawakuwa wawili, bimaana ile safari wakianza kwenda, bali walikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na Abu Bakr as-Siddiq na Amir ibn Fuhaira ambaye ni maula wa Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu. Ardafahu Abu Bakr khalfahu liyakhdimahuma fi at-tariq. Huyu alikuwa ni mtumwa aliyeachiliwa huru na Abu Bakr as-Siddiq, akambeba nyuma yake ili awasaidie na kuwahudumikia njiani. Kwa huyo hakuwepo katika pango, lakini alikuwepo katika safari. Katika pango alikuwa katika wale waliokuwa wakija kuleta chakula na nini. Amir ibn Fuhaira tumemtaja, lakini katika safari akawa pamoja na wao, yeye ndio awahudumikia. laysa ma'ahuma ahadun min an-nas ghayruhu wa ghayra ad-dalil Abdullah ibn Urayqit. Hawakuwepo na mtu yoyote mwingine isipokuwa Amir ibn Fuhaira na yule aliyekuwa akiwaongoza njia ya kuelekea Madina, kwa sababu njia waliochukulia ni tofauti na ile njia ambayo watu kawaida huifuata kuelekea Madina, ambaye ni Abdullah ibn Urayqit. Na tulitaja kuwa Abdullah ibn Urayqit alikuwa ni mushrik, lakini katika hili walimtumia ili awaonyeshe njia. فانطلق الأربعة إلى المدينة. watu 4 wakaondoka kuelekea Madina. Kuna matukio yaliyotokea njiani
wakati walipokuwa katika safari yao. روى البخاري في صحيحه والإمام أحمد في مسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: هي حديث يبكي الإمام البخاري الإمام أحمد. أنس رضي الله عنه وسلم: أقبل نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وهو مردف أبا بكر. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokaribia Madina alimbeba Abu Bakr as-Siddiq nyuma yake juu ya kipando chake. Wa Abu Bakr shaykhun yu'rafu wa nabiyullah shabun la yu'rafu. Na Abu Bakr as-Siddiq alikuwa ni mtu mzima anayejulikana kwa sababu alikuwa ni mfanyabiashara. Kwa hivyo akipita Madina mara nyingi na msafara yake ya biashara. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa kipindi kirefu sana, au tuweza kusema mbali na kusafiri kwenda Sham akiwa mtoto, hakuwahi kusafiri ukubwani. Kwa hivyo hawamjui. Lakini Abu Bakr as-Siddiq watu njiani washamzoea kwa sababu ni mfanya biashara, wamjua. Na hapa katika kueleza kusema wa Abu Bakr shaykhun wa Nabii sallam shabun, haijamaanisha kwa Abu Bakr as-Siddiq alikuwa ni mkubwa kiumri wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, la, bali bila shaka Abu Bakr as-Siddiq imethibiti kuwa alifariki akiwa na miaka 63 kama Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam alifariki kabla yake kwa miaka miwili akiwa na miaka 63, kuonyesha kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ni mkubwa Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu wa arda. Lakini wataja kama alivyotaja al-Hafidh rahimahullah ta'ala kuhusu hili suala kwa Abu Bakr as-Siddiq alikuwa ni mdogo kiumri kuliko Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa miaka miwili. Lakini hapa ikaghiribu kuwa alikuwa ni mtu anayejulikana. Maana yake hapa alikuwa ni mtu ajulikana. Abu Bakr as-Siddiq ajulikana na Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa hawamjui kwa sababu hawajamuona akipita zile njia. قال فيلقى الرجل أبا بكر فيقول، ikawa njiani mtu akikutana Abu Bakr as-Siddiq amjua, amwambia ya Abu Bakr, man hadha ar-rajul alladhi baina yadayk, huyu mtu yuko mbele yako nani? Akisema ni Rasulullah, basi habari zitaenea, watajulikana katika msafara njia yao ni hii. Abu Bakar akawa yuwajibu yakulu hadha ar-rajulu yahdini as-sabil, huyu ni mtu aniongoza mimi njia, anielekeza. Qala fayahsibu al-hasibu annahu inma ya'ni at-tariq, yule anayeuliza akijibiwa yeye ataelewa kulingana na swali lake alivyouliza, aelewa kuwa huyu bwana yomuelekeza njia. Wa inma yani sabila alkhairi, lakini yeye hakusudia aniongoza katika njia ya khairi, sababu ni mtume wa Allah, yeye waniongoza mimi katika njia ya khairi. Lakini akawa yatumia tauria, njia hii akitumia bimaana atumia haya maneno ili kuwafungia macho wale wasielewe nani yule aliyoko pamoja na yeye. Katika hali kama hii kuna bwana mmoja ambaye baadaye alisilimu, ajulikana kama Suraqatu ibn Malik radhiyallahu anhu. Huyu bwana alikuwa na ujuzi wa kusoma nyayo na kujua mtu aliyefuata njia hii nani. Ndiyo aliyemkaribia zaidi Mtume sallallahu alaihi wasallam na Abu Bakar. Lau kama kuna mtu alikuwa ashafika kwa ile zawadi aipate, basi huyo ndiye alikuwa ashafika, lakini Allah alikuwa mtakia khairi. روى الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما والإمام أحمد في مسنده عن سراقة بن مالك قال، tumwache mwenyewe Suraka aeleza kisa chake na yale aliyompata katika jambo hili. Asema bainama ana jalisun fi majlisin
من مجالس قومي بني مدلج إذ أقبل رجل منهم حتى قام علينا ونحن جلوس. siku moja sema tulikuwa nimekaa katika mkao pamoja na watu wa kabila langu, tumekaa hivi. Mara akaja bwana mmoja, sisi tumekaa, akasimama, kaja hivi amesimama juu yetu. Faqala ya Suraqa, akaelekeza maneno kwa Suraqa, sababu yeye ndio mwenye ilmu hii ya kufuatiliza zile nyayo. inni qad ra'aytu anifan aswidatan bisahil araha Muhammadan wa ashabahu. Yubana akamwambia, mimi nimeona watu watumia njia ya ufuoni, njia ya baharini, mimi nahisi yule ni Muhammad na wenzake, mmewaona mimi. Qala Suraqatu fa'araftu annahum hum, mimi nikawa nina hakika kuwa ni wao. Faqultu lahum innahum laysu bihim. Suraqa akakumbuka wale ngamia kule 100 wa Makuraishi, huyu nikimwambia ni wao si atapata yeye zawadi? Kwa hivyo mimi naitaka mimi ile zawadi. Ambia wale sio wale sio wale. Wako watu wako namna hii. Kuna watu wengine wajua mahali fulani kuna shari, lakini atakuacha uende, na kuna mahali kuna khairi ataka yeye ipate, wewe usiende. Wakakule hamna chochote, hamna kitu. Watu hao wako wengi sana. Yani kwa mfano amepita kichochoro fulani huko mitaani, akakamatwa na polisi, akapigwa makofi. Unafanya nini hapa usiku? Akapigwa makofi. Kisha akaambiwa kwenda, akaenda kule mbele. Anambia vipi uko mbele? Anambia salama kabisa. Wewe nenda tu, salama kabisa kule. Kumbe atakana mwenzake enda akatoa makofi kule. Kisha kirudi, vipi wankwaye? Wako watu wa aina hii, wako watu wa aina hii, kule hakuna neno kabisa. Suraqa mwangalie huyu, nikimwambia ni wao si atakwenda yeye, akiwashika wale atapata zawadi yeye. Kwa hivyo katika nafsi yake asema nishajua wao, lakini akamwambia innahum laysu bihim walakinaka ra'aita fulanan wa fulanan intalaqu yabtaghuna dhallatan lahu. Wewe umemwona fulani na fulani, labda umemwona fulani wanakwenda kutafuta kitu chao kimpotea kule, sio Muhammad yule wala sio wenzake. Faqala rajul la'alla, yule bwana haja kinai, lakini labda, wasakata. Aliponyamaza qala Suraqa thumma labithtu fi almajlis sa'a, mimi nikakaa pale kwenye kikao kipindi hivi, ili asijue kama mimi nitawafuata mimi kinyume nyume bila ya kumwambia. ثم قمت فدخلت بيتي فأمرت جاريتي أن تخرج لي فرسي. kisha nikaondoka. Baada ya kipindi kidogo nimekaa nishazuga pale, wakazubaa, nikatoka kakimbia kwa kijakazi wangu, mtolee farasi wangu, tayarisha farasi mtoe. Wa akhadtu rumhi, nikabeba na mkuki wangu. فخرجت به أتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبا بكر رضي الله عنه. katoka nenda kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam na Abu Bakar. Qala Suraqatu falamma danawtu minhum haythu yusmi'uhum as-sawt, nilipokaribia na wao wale pale kiasi cha kuwa wasikia ile michakato yangu na farasi, wasikia sauti yangu. Atharat bi farasi, ile farasi wangu akaniangusha chini, yani kama kuteguka, nikaanguka. Fakharartu anha, nikaanguka kutoka juu ya farasi. Faqumtu faahwaytu biyadi ila kinanati fastakhrajtu minha alazlam. Na hapa Suraqa alikuwa katika shirk, bado ni mushrik. Akachukua kinana, ni ile sehemu ya kuweka mishale uwabeba kunyuma. Sema nikachukua nikatoa zile fimbo za mishale, ikiwa hazikutiwa kile kichwa chake kile, walikuwa wakizitumia kupiga ramli. Yani yameandikwa yale mijiti yale, if'al la taf'al, if'al la taf'al hivi, wa an tastaqsimu
bil azlam, katika vitu vilivyoharamishwa kupiga ramli, kisha azipiga hivi kisha iwatoa, akitoa akiangalia nifanye ama nisifanye. Ndio hiyo alikuwa akifanya. Qala fastaqsamtu biha adhurruhum am la, nikapiga ramli yangu pale niende niwadhuru hawa ama niwawache. Fakharaja alladhi akrahu alla adhurruhum, ikatoka kile ambacho mimi nilikuwa sitaki, ikaniambia bwana usiende kuwadhuru wale, achana nao, maramli yake yale kishirikina. Farakibtu farasi wa asaitu alazlam, sema nini ndonga kazi gani, kwenda mimi nenda ramli ananiambia siwafuate, pesa mingi na wacha hii. Kaziregesha, akaanza safari yake kufuata tena. فرفعتها تقرب بي حتى إذا دنوت منهم، كم اسمميشوا لفراسي كيندنا نفكوجا karibu na wao. عثرت بي فرسي، tena yule farasi wangu akanitegusha chini. fakharartu anha, nikaanguka chini. faqumtu farakibtu farasi, nikasimama mara ya pili tena nikampanda farasi wangu. hatta idha danautu minhum, mpaka nikawa niko karibu na wao. وسمعت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا يلتفت، نمسكي متوم صلى الله عليه وسلم يصوم القرآن نهتاني أنقليه. وأبو بكر يكثر الالتفات، أبو بكر أموقب يمتوم صلى الله عليه وسلم كلا ساي وأنقليه نيوما. قال أبو بكر يا رسول الله هذا الطلب قد لحقنا، ويبانا كتكوالا نوتفواتا شفيكا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحزن إن الله معنا، usihuzunike, Allah yuko pamoja na sisi, achana naye. hatta idha danawtu minhum fakana bainana wa bainahu qadra rumhin au rumhaini au thalatha, nikaja mpaka karibu yao sana, ikawa umbali wangu mimi na wao ni urefu wa mshale wa mkuki pekee yake, au miwili au mitatu, yani karibu sana. قال أبو بكر رضي الله عنه يا رسول الله هذا الطلب قد لحقنا وبكى، huyu bwana ashafika na ana silaha. Abu Bakar akawa yuwalia kumuonea huruma mtume sallallahu alaihi wasallam. Faqala sallallahu alaihi wasallam lima tabki, kwa nini walia? Qala ama wallahi ma ala nafsi abki walakin abki alayk, sijidili nafsi yangu mimi nakuonea huruma wewe ya Rasulullah. Fadaa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Suraqa, mtume sallallahu alaihi wasallam akamwapiza Suraqa. Faqal Allahumma kfinahu bima shita, ewe Allah tutosheleze na huyu bwana kwa kile unachotaka wewe, asiweze kutufikia. Qala Suraqatu fasakhat yada farasi fil ardi hatta balaghat ar-rukbatayn, miguu ya mbele yule farasi wangu yakazama chini mpaka kwenye magoti. Fakharartu anha, nikaanguka chini tena bidii kweli kweli, kaanguka. Wewe basi huoni kutoka huko utokako, wewe waanguka tu ukageuza zako karudi zako, la, kaanguka tena. Thumma zajartuha, akaanza kumuhimiza yule farasi, yani kama kumpeleka kwa nguvu. Fanahadat falam takad tukhriju yadayha, yule farasi akawa yusimama ataka kwenda, lakini miguu yake haitoki kwenye ardhi. Falamma stawat qa'imatan, alipojaribu kutoa akasimama vizuri. إذا لأثر يديها عثان ساطع في السماء مثل الدخان، mara ghafla hivi kukatokea moshi mwingi sana pale. Qala Suraqata fastaqsamtu bil azlam, nikarudi kwenye ramli yangu tena, kaanza kupiga ramli. Fakharaja alladhi akrahu, nikitoa imetoka ile ambayo mimi siipendi, kuusiende kuwadhuru. Fanadaituhum bil aman, jamani basi nitaka amani bwana, ikawa piga kelele ataka amani basi. Fawaqafu, Mtume sallam na Abu Bakar wakasimama. Qala farakibtu farasi hatta jituhu, nikapanda juu ya farasi wangu mpaka nikaja kwao nikawafikia. Wa waqa'a fi nafsi hina laqitu min alhabs anhum an sayadhharu amru rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, ikawa ndani ya nafsi yangu najiambia kuwa ikiwa mimi nimepatwa na haya iliyonipata, basi bila shaka jambo lake litashinda huyu bwana, bimaana Uislamu utashinda tu. Faqultu lahu, nikamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, inna qaumaka qad ja'alu fika diyata
jamaa zako kule wameweka zawadi kubwa sana kwa mtu anayekukamata. Wa akhbartuhum akhbara ma yuridu an-nasu bihim, kisha nikawaambia. Suraka akamwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam na Abubakar wale watu walivyowapangia wao, nyinyi mmepangiwa mshikwe mfanywe kadha na kadha na kadha. Wa aradtu alayhim az-zada wal mata' falam yarzaani, nikamwambia mimi nitawapeni chakula nini mwataka nitawapa, kisha mimi nirudi zangu. Hawakuhitaji hivyo, nikamwambia hatuna haja chochote. Walam yasalani illa an qala akhif anna, kisha hawakuniomba chochote isipokuwa waniambia basi jaribu kukhafifisha wale watu, punguza wale watu wanaokuja kutufuata. Qala Suraqatu fasaltuhu an yaktuba li kitaba amani, nikamwomba aniandikie kuwa hata akishinda ataniweka mimi katika nini, katika amani. Faamara Amir ibn Fuhairata fakataba li fi ruq'atin min adabin bayda, kaandikiwa katika kigozi, akaandikiwa ile amani. Thumma madha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akaondoka. فجعل سراقة لا يلقى أحدا إلا قال كفيتكم ما هنا, ikawa Suraqa yuko njiani warudi, kila kimwona mtu enda kuwatafuta mbia mimi natoka huko wako hao, tamsijisumbue. Amekutana nao kule, lakini yeye akawa yuwavunja watu moyo kama alivyoambiwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam na Abubakar, jaribu kuzuia watu wasitufuate. Ikawa kila anayemuona njiani anambia mimi nishawatosheleza, nimefika mpaka huko. Fala yalqa ahadan illa raddahu, hakutana na mtu yoyote kule njiani isipokuwa yomregesha. Wawaffa lana, fakana awwalu an-nahari jahidan ala nabiyillahi sallallahu alayhi wasallam wa kana akhiru an-nahari maslahatan lahu, mwanzo wa mchana alikuwa yeye ndio yomfuata Mtume sallallahu alayhi ili ende akawadhuru, mwisho wa mchana yeye ndio awatetea Mtume sallallahu alayhi wasallam na Abubakar as-Siddiq. Suraqa alisilimu, na kuna kisa ambacho hakikuthibiti kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na hii riwaya ni mashuhuri sana, alimwambia Suraqa kaifa bika idha labista siwari Kisra, utakuwaje siku hiyo Suraqa utakapovaa bangili za Kisra. Yani wakati huo Mtume mwenyewe sallallahu alaihi wasallam na Abubakar wakimbia wakichelewa wasije wakapatwa na kufara, na huku ampa bishara Suraqa kuwa hata Kisra pia tutamwangusha. Yani ule ushindi wa Uislamu watakaopata mpaka Kisra na Kaisar wataanguka. Sasa wewe na kuahidi kitu kimoja, zile kunuz treasure zile za Kisra wewe utapata, rudi. Hiki kisa maarufu. Sema falamma kana fi khilafati Umar ibn Khattab radiyallahu anhu, ilipofika khilafa ya Umar wa futihat almadain jia bisiwari Kisra ila Umar, zikaletwa ile bangili kubwa za Kisra na kadhalika zile treasure zilizopatikana, khazina za Kisra za dhahabu na fidda zikapatikana. Fadaa Suraqah ibn Malik faalbasahu iyahu, sababu ni ahadi sio, akamuita Suraqa mbevais. وقال له ارفع يديك, akamwambia nyanyua mikono yako. Umar alipomuona qala Allahu akbar alhamdulillahi alladhi salabahuma Kisra ibn Hurmuz alladhi kana yaqulu ana rabbun nas, alhamdulillah, Allah amempokonya hizi Kisra ibn Hurmuz ambaye alikuwa akiwaambia watu kuwa yeye ndio bwana wa watu. Wa albasahuma Suraqah ibn Malik ibn Ju'shum a'rabiyan min bani Mudlij, leo bedui ndio avaa kile alichokuwa kivaa mfalme. Hii riwaya imetajwa lakini isnadi yake ni munqati', lakini mashuhuri sana, isipokuwa kuwa khazina za Kisra zililetwa kwa Umar, ili jambo limethibiti katika tarikh. Maji'u kunuzi Kisra ila Umar ibn Khattab radiyallahu anhu thabit, ni jambo limethibiti. أخرج البغوي في شرح السنة بسند صحيح عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف قال لما أتي عمر
radhiyallahu anhu bikunuzi Kisra. Umar baada ya vita vilivyojiri kule Madain akaletewa zile khazina za Kisra kama ghanima. Alipowekewa qala lahu Abdullah ibn al-Arqam az-Zuhri ala taj'alha fi bayt al-mali hatta taqsimaha, si ungeziweka hizi katika baitul mali kisha mpaka itakapofikia wakati utazigawa? Qala la yudhilluha saqfun hatta umdiha. Umar akamwambia la, hizi dhahabu na fidda hazitafunikwa na sakafu mpaka niziganyize hizi, hazikai hata siku moja hapo. Faamara biha fawudi'at fi sawhi almasjid, akaamrisha ziwekwe ubavuni mwa msikiti Masjid an-Nabawi, zikawekwa kando. Wabatu yahrusunaha, usiku ule wakawa walinda zile dhahabu na fidda. Falamma asbaha amara biha, asubuhi Umar akaamrisha zileteni zile dhahabu na fidda. Fakushifa anha, zikafunguliwa. Faraa fiha min alhamra'i walbayda ma yakadu yatala'la'u minhu albasar, zile dhahabu na fidda, hamra yani aldhahab walbayda alfidda, zikawa ni nyingi na zang'ara kiasi cha kuwa mpaka macho yameremeta mtu anaitizama, nyingi sana. Qala fabaka Umar alipoziona akaanza kulia, akawa tuko na machozi yualia. فقال له عبد الرحمن ما يبكيك يا أمير المؤمنين فوالله إن كان هذا ليوم شكر, kitu gani cha kuuliza ewe Amir al-Mu'minin, wallahi leo ni siku ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, hii neema inatujia, tulikuwa katika hali nzito, angalia Allah ametufikishia wapi. Wa yawmu sururin wa yawmu farahin, leo siku ya furaha bana. Faqala Umar radhiyallahu anhu, hapa pasikilizeni vizuri. Umar akamwambia kalla, sivyo hivyo anavyozungumza wewe. Inna hadha lam yu'tahu qauman, muona hizi mali hawatapewa watu illa ulqiya bainahum al'adawatu walbaghdha, isipokuwa wataekiwa baina yao uadui na chuki. Ikiingia mali tu watakuwa wachukiana watu, watapigana vita. Na kweli Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwaambia masahaba, inma akhsha an tuftaha alaykum ad-dunya fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikakum kama ahlakatuhum. Angalia hali ya masahaba walivyokuwa katika faqr na hali nzito, na hali yao baada ya Allah kuwafungulia katika dunia tofauti kabisa. Angalia hali ya waislamu walipokuwa mwanzo na kila walipofunguliwa katika dunia, hali yao ilivyobadilika. Kwa kuna wakati mwingine mtu aweza kupenda lile jambo, lakini subhanallah Allah akawa amtakia khairi akamwacha katika hali ile aliyokuwa nayo. Kwa Umar alikuwa yuona mbali sana, na ndio maana katika zama zake kutokea fitna aina yote. Almuhim, kile kisa kuwa Suraqa alipewa siwar yani Kisra hakikuthubutu au kuthibiti. Katika matukio yaliyotokea wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam aelekea na Abu Bakr as-Siddiq katika hijra yao, akhraja shaykhan fi sahihayhima an Abi Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu qala irtahalna min Makkah fa ahyayna aw sarayna laylatana wa yawmana hatta adhharna, tulitoka Makka tukatembea usiku mzima na mchana, tutembea tu katika safari ili kuwakimbia wale wanaotutafuta, mpaka ikafika dhuhuri siku ya pili. Waqama qa'imu adh-dhahira, kafikia wakati jua liko katikati sasa dawaka. Faramaitu bibasari hal ara min dhillin faawi ilayhi, nikatizama kwa macho yangu kuna mahali kivuli hivi tuende tukapumzike. Fa idha sakhratun ataituha fanadhartu baqiyata dhillin laha fasawaituhu thumma farashtu lin-nabi sallallahu alayhi wasallam fihi. Abu Bakar asema nikaona kivuli, kuna jiwe kubwa lina kivuli bwana, nikaenda nikatengeneza pale nikamtandikia Mtume sallallahu alayhi wasallam. Thumma qultu lahu
اضطجع يا نبي الله فاضطجع النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لا أكلا متوم صلى الله عليه وسلم ثم انطلقت أنظر ما حولي هل أرى من الطلب أحدا kisha nikaanza kuzunguka kuangalia je kuna mtu labda yatufuata achungulie kule faidha ana bira'i ghanamin yasuqu ghanamahu ila as-sakhrati yuridu minha alladhi aradna mara nikamwona mchungaji mbuzi na mbuzi zake iwaja katika kile kivuli na yeye pia akusudia kile ambacho sisi tumekusudia atafuta kivuli akapumzike fasaltuhu faqultu lahu liman anta ya ghulam nikamuuliza wewe kijana ni mtumwa wa nani wewe faqala li rajulin min quraish samahu fa'araftuhu Bakar sema akanitajia mtu nikamjua nani faqultu hal fi ghanamika min labanin qala na'am katika hizi mbuzi zako kuna maziwa tuweza kupata niambia ndio na haya Abu Bakar as-Siddiq alimwambia kwa sababu alikuwa amjua mwenyewe Ibn Hajar asema alikuwa yomjua mwenyewe na iwajua kwa yule mwenyewe ni mkarimu alikuwa amempa ruhusa huyu mtumwa wake kuwa ukipata mtu msafiri mpe maziwa usimkataze ndio maana akamwambia kuna maziwa akamwambia ndio Abu Bakar asema qultu fahal anta halibun lana utatukamulia maziwa qala na'am فأمرته فاعتقل شاة من غنمه ثم أمرته أن ينفض ضرعها من الغبار ثم أمرته أن ينفض كفيه فقال هكذا ضرب إحدى كفيه بالأخرى فحلب لي كثبة من لبن yule kijana akamamrisha akashika yule mbuzi akamweka baina miguu yake akamfuta vumbi na mkono yake akafuta vumbi akaanza kumkamua akamkamulia maziwa kiasi tu kidogo tu وقد جعلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إداوة على فمها خرقة na Abu Bakar amwekea Mtume salama chombo kwenye ile sehemu ya kutoka yale maji au maziwa kuna kitambara amefunika fasababtu ala al-labani hatta barada asfaluhu akachanganya ile maziwa na maji sababu ilikuwa ni kidogo mpaka yakawa baridi فانطلقت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوافقته قد استيقظ nikienda kwa Mtume صلى الله عليه وسلم namkuta tayari shamka فقلت اشرب يا رسول الله فشرب حتى رضيت akamwambia kunywa ya Rasulullah akano mpaka mimi nikaridhia kuwa ametosheka ثم قلت قد آن الرحيل يا رسول الله imefikia wakati wa kuondoka ya Rasulullah قال بلى فارتحلنا والقوم يطلبوننا tukaondoka na watu watufuata nyuma na katika riwaya nyingine ya hiki kisa apokea Qais ibn Nu'man قال لما انطلق النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر مستخفيين مر بعبد يرعى غنما قال فاستسقياه من اللبن walipita wakamuona mchungaji ana maziwa ana mbuzi wakamtaka awakamulie maziwa فقال ما عندي شاة تحلب غير أنها هنا عناقا حملت أول الشتاء yule bwana akamwambia mimi hapa sina mbuzi ambaye naweza kumkamua lakini kuna hiki kijibuzi ndio kimeanza kubeba mimba ndio mwanzo kubeba mimba sijui kama mtapata maziwa hapa wama baqiya laha laban na tayari nafikiri maziwa yake hakuna chochote kilichobakia katika maziwa yake faqala ud'u biha mlete fadaa biha fa'taqalaha an-nabiy sallallahu alayhi wasallam wa masaha dhar'aha wa da'a hatta anzalat Mtume sallam akamshika yeye yule mbuzi akamshika ile sehemu ya maziwa akaomba yale maziwa yakafura pale yakajaa qala wajaa Abu Bakr bimihjan Abu Bakr Siddiq akaja na jiwe hivi limetobolewa kama bakuli hivi kaja nani فحلب فسقى أبا بكر ثم حلب فسقى الراعي Mtume sallam akakamua ile maziwa akampa Abu Bakar akamwambia kunwa akano akamwita yule mchungaji akampa akano thumma halaba fashariba akamkamua tena akanwa yeye faqala ar-ra'i billahi man anta billahi man anta wewe nani wewe alikuwa hamjui nani mimi nataka kukuuliza wewe nani yani bimaana wawezaje kufanya vitu hivi
فوالله ما رأيت مثلك قط مسجاونا mtu kama wewe. فقال صلى الله عليه وسلم أو تراك تكتم علي حتى أخبرك wewe waona waweza kuzuia siri nikikwambia mimi nani waweza kuwa na siri ukaizuia nikikwambia mimi nani قال نعم yule bwana akamwambia ndio قال فإني محمد رسول الله mimi ndio Muhammad mtume wa Allah فقال الراعي أنت الذي تزعم قريش أنه صبي wewe ndio wanaodai makuraish kuwa umeacha dini yao wakakuzungumza vibaya faqala sallallahu alayhi wasallam innahum la yaquluna dhalika wa wasema hivyo faqala ar-ra'i fa ashhadu innaka nabiyyun wa ashhadu anna ma ji'ta bihi haqqun mimi nashuhudia kuwa wewe ni nabii wa Allah na uliokuja nao ni haki wa innahu la yaf'alu ma fa'alta illa nabiyyun wa ana muttabi'uka hiki ulichokifanya hawezi kufanya isipokuwa wewe ni mtume na mimi nakufuata فقال صلى الله عليه وسلم إنك لا تستطيع ذلك يومك sasa hivi usinifuate uwezi utakuwa katika hatari angalia hakutaka kumtia kwenye matatizo sawa umesilimu usinifuate فإذا بلغك أني قد ظهرت فأتنا ikifikia habari kuwa mimi sasa ndio ninashinda njoo kwangu yule bwana akaondoka kohani baadhi ya matukio ambayo yametokea na mtume sallallahu alaihi wasallam katika safari yake ya kuelekea Madina. Kuna mambo mengine ambayo mengi yametokea tukuyataja tukija tukizungumzia moja kwa moja tutazungumzia nuzulu rasul sallallahu alaihi wasallam wa sahibihi Abi Bakr radhiyallahu anhu fi Quba na moja kwa moja tutakwenda pale atakapofika mtume sallallahu alaihi wasallam Quba ambao sasa hivi ni ndani ya Madina haina masafa marefu na msikiti wa mtume sallallahu alaihi wasallam tutakuja kueleza inshallah katika kikao kitakachofuata subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik barakallahu fikum